Festo Richard Sanga atafuatiwa na Mheshimiwa Zuberi Mohamed Kuchauka. Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nipongeze sana wizara hii ambayo mimi pia ni mjumbe wa kamati ya ardhi na maliasili. Kwa hiyo ni moja kati ya wizara ambayo tunayo. Kwanza niunge mkono hoja ya Mheshimiwa Waziri yuko mezani, lakini pili niunge mkono maoni ya kamati yangu ambayo tunaisimamia yale ambayo tumeyatoa kwa ajili ya wizara hii. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nipongeze Mheshimiwa Waziri, naibu waziri, katibu mkuu Kakangu Abasi na viongozi wote wa wizara hii akiwemo naibu katibu mkuu na makamishina wote ambao wako kwenye hii taasisi wanaosimamia taasisi na ni wizara ya maliasili kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, lakini kuhakikisha kwamba maliasili za nchi yetu na sekta ya utalii inaendelea kukua. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Mimi nina jambo moja tu ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti natamani nizungumze, ni kwenye sekta ya hiki ambacho kimezungumzwa na kamati kuhusu TDL. Nipongeze serikali kwanza kwa kuwa na huu mfuko wa TODHO, kwa maana Tourist Development Levy. Ni mfuko ambao kwa kweli umekuwa na manufaa kwa maana upatikanaji wa fedha kwenye wizara yetu, lakini pili tunachokitamani ni kwamba fedha hizi zikafanye kazi ambayo wizara inakusudia kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme wazi kwamba ukiangalia makusanyo ya kutoka mwezi wa tano kama sikosei wa tano hadi mwezi wa 12 ni karibia bilioni 33.4. Ni fedha nyingi na ni fedha ambazo tunatamani kwamba ziende kwenye utalii. Sasa ninachokitamani ni nini, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba kwenye sekta ya utalii ni sekta ambayo ina changamoto mbalimbali. For instance, kuna issue ya miundombinu ya barabara, lakini kuna issue ya mawasiliano, lakini kuna issue pia ya uelewa, elimu ya watu kuhakikisha kwamba sekta ya utalii inakuwa. Kwa sasa niombe sana serikali na wizara yetu kwamba tunapopata fedha kama hizi tujikite kwenye kutatua changamoto zile ambazo tunatamani zihakikishe utalii unakuja, kwa sababu TTB wanatangaza utalii, lakini hawezi kuwa wanajikita kutangaza utalii bila pia kugundua changamoto ambazo ziko nyuma ya changamoto zipi tuzitatue ili utalii wetu ukue. Kama changamoto ya kwanza ni miundombinu kama wachangiaji wengine walivyosema, basi ni vema tukajikita kwamba fedha ambazo zinapatikana muda mwingine kwenye kusupport na kukuza utalii zijikite kwenye kusupport na kujenga miundombinu ambayo ni rafiki ili watalii waweze kuja kwa wingi. Lakini pili, nilishawahi kuzungumza hapa kama tunatamani utalii pia ukue, ni kwa kwamba tuna invest zaidi pia kwenye kutoa elimu, lakini pia na kutangaza utalii wenyewe. Tunatamani kabisa kwamba kama fedha inapatikana, wizara ikiamua kwamba haya mambo mawili, haya mambo matatu yanatatuliwa, yeye imetatuliwa kuanzia mwanzo hadi mwisho yakaisha. Mathalani nilisema kwamba unaweza ukakuta mtalii ametoka nje, amefika Dar es Salaam, amefika Kia, lakini wale watu wanaanza kumpokea hadi anafika hifadhini, hadi anaondoka, kuanzia kwenye huduma za mahoteli. Je, watu wana elimu kiasi gani na uzalendo kiasi gani kuhusu utalii? Ni kazi ambayo ambayo inatakiwa tuhakikishe kwamba wizara hii ambayo inasimamia jukumu zima la utalii inatumia fedha hizi pia kuelimisha na kuwajenga Watanzania ambao wako kwenye mnyororo wa kuhakikisha kwamba mtalii anaenda na kurudi anapata ile testi na anapata uzalendo na anapata vionjo vya eneo tofauti kabisa katika kuhakikisha kwamba utalii wetu unakuwa. Kwa sababu niseme wazi kwamba unaweza kukutana na watu ambao ni driver taxi wako barabarani ambao wanabeba watalii wetu, lakini je, wana elimu kuhusu utalii wetu? Hawana utalii. Ni lini nitumie nafasi kwamba wizara ione fursa kwamba mnapopata fedha kama hizi za TDL kujikita, kama mnajikita kwenye kuelimisha utalii, kujikita kuweka miundombinu sawa hifadhini, kujikita kujenga mahusiano mazuri kati ya sekta binafsi na wizara, basi mfanye hivyo ili fedha iweze kuleta tija kama ambavyo sisi kamati tulitamani kwamba ilete tija na iendelee kuleta tija kwa ajili ya wizara yetu. Kwa sababu pia unakuta muda mwingine hawa watu wa sekta binafsi ambao wanasimamia utalii, kwa sababu 90% ya sekta ya utalii inaongozwa na sekta binafsi, wanatamani kuona pale ambapo wanatoa hizi tozo zinaleta litani ya kutatua changamoto ambazo wanakutana nazo kwenye hifadhi wao wanaweza kukutana nazo katika sekta yao ya utalii. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri, kazi nzuri ambayo mnaifanya pamoja na makamishina wote wa NCCA, wa TANAPA na wengine wote, wahakikishe kwamba fedha hizi ambazo zinapatikana kwa ajili ya TDL TTB
hizi fedha ambazo zinapatikana kwa ajili ya TDL ziweze kufanya kazi husika ili ziweze kusaidia kwenye kukuza utalii wetu. Lakini jambo lingine ni kwenye swala la limitation. Mheshimiwa Spika, sisi kama kamati nia na kilio chetu na kama bunge na nalishawishi bunge pia waendelee kuomba kwamba retention ya fedha kwa ajili ya TANAPA na NCCA ziweze kufanyika ili wenzetu waweze kukusanya na kutumia wao wenyewe. Hii inaweza kusaidia kabisa katika kutatua changamoto ambazo wamekuwa wakikutana nazo huko. Sisi tumepata fursa ya kuzunguka kwenye hizo taasisi maeneo ya Ngorongoro na hifadhi mbalimbali. Tunaona kabisa uendeshaji wa taasisi hizi muda mwingine unakuja kuwa ni mgumu kwa sababu ya kusubiria fedha kutoka serikalini. Kwa hiyo tukirudi kwenye ule mfumo mwingine ambao unaweza kuisaidia taasisi zikaendelea, itakuwa na kwetu ni nia njema na ni jambo zuri kwa serikali kuhakikisha kwamba taasisi ambazo zinakusanya na kutumia fedha zinatumia vizuri. Ukitumia ule mfumo wa eyes on hands off, na serikali inaweza kuwasaidia kwamba wenzetu wakapata fedha na wakatumia vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni kwamba nilikuwa nazungumzia hizo kwenye TDL. Kwenye TDL pia kuna ule mradi ambao tulikuwa nao wa Grow ambao kidogo ulileta changamoto, na sasa serikali imejiweka tayari yenyewe kwamba sasa itatangaza utalii kusini mwa Tanzania, ambapo mojawapo ni Kitulo na maeneo mengine ambayo ni kusini mwa Tanzania. Tunatamani fedha kama hizo TDL ambazo tunazipata, kama mnaenda kuongeza kwenye effort ambayo Grow ingefanya, nyie basi mkaenda kuweka hiyo effort sasa kuhakikisha kwamba hatupati changamoto tena kuona utalii wa kusini umelala. Mnaenda kutumia pia fedha hii kuhakikisha kwamba mnainua. Mheshimiwa Waziri, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba utalii wa kusini mwa Tanzania ikiwemo Kitulo kwa kweli mnatuunga mkono. Tunahitaji pale wa accommodation, tunahitaji barabara ndani ya hifadhi, tunahitaji kabisa kuhakikisha kwamba tuna airport ndani ya eneo la hifadhi yetu, na tunashukuru kwamba mlikuja eneo la Matamba mkapima eneo kwa ajili ya kujenga airport. Tunatamani vile vitu vitokee kwa sababu hii project ya Grow imefika sehemu imesimama. Nyie kupitia mfuko wa TDL basi mhakikishe kwamba mna support ukuaji wa utalii kusini mwa Tanzania, na sisi watu wa kusini tujisikie afadhali na aweni kuhakikisha kwamba tunaunga mkono kwenye taifa letu. Ukienda Mbeya, ukienda Rukwa, ukienda Njombe, ukienda Morogoro, ukienda na maeneo mengine ya kusini yana vivutio vingi ambavyo vingeweza kuingiza fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wizara yetu ya utalii inakuwa. Hayo ni maoni yangu ambayo natamani, kwa sababu pia changamoto kubwa nyanda za juu kusini ni miundombinu ya barabara, kwa sababu mvua zinanyesha sana. Kwa hiyo watalii wakienda wakirudi, muda mwingine wanakuwa muda mwingine akija hawezi kurudi tena kutokana na changamoto ya barabara, anasema kule kuna changamoto. Kwa hiyo tunatamani mjikite kwenye kutatua changamoto ambazo zitafanya bodi ya utalii ukue, lakini changamoto ziweze kutatuliwa. Tofauti na hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme wazi, ninalishawishi bunge waunge mkono bajeti hii, waunge mkono serikali. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa, na kusema kweli kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan anastahili pongezi kwenye sekta hii ambayo sisi tunaisimamia. Wizara ya Maliasili wamefanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Rais amefanya kazi nzuri kwa kwamba utalii unarejea. Ukipita Arusha leo, vijana wa Arusha wanasema waheshimiwa bunge, Rais alichotufanyia hapa ndani ya Arusha imebadilika, tuna haja ya kuhangaika na mambo mengine kwa sababu uchumi umerejea. Wanaona kabisa uchumi umerejea na hifadhi zinaleta matunda. Kwa hiyo niombe wabunge wenzangu wote tuunge mkono bajeti hii, tuiunge serikali kafanye kazi, lakini pia niwaombe tuendelee pia waziri na watumishi wa wizara hii kwamba tunawatia moyo kwamba sisi kama bunge tunaunga mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Niseme wazi kwamba ninaunga mkono hoja na ninawapa kila pongezi kwamba mnaenda kufanya kazi vizuri. Asante.